Hakika hii ni jubilei ya miaka 50 ya maonyesho ya biashara ya kimataifa Dar es Salaam DITF au Sabasaba kwa mwaka huu 2026. Bado tupo katika banda la Karume na ndani ya banda hili zipo taasisi mbalimbali. Miongoni mwa taasisi hizo ni taasisi au mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA. Wako hapa kuhakikisha kwamba wanaendelea kutoa elimu na taarifa mbalimbali sahihi kuhusiana na majukumu yao. Na kikubwa zaidi, hii ni jubilei, nasi tumesema tuweze kuzungumza nao kuona matumizi sahihi ya umeme na salama yakoje. Leo tutakuwa na kipengele hicho na mwenyeji wetu si mwingine bali ni Wilfred Mwakalosi, yeye meneja mahusiano na uhusiano. Twende nikupeleke kwake. Kama nilivyozungumza hapo awali, hapa tupo ndani sasa ya banda lenyewe na mwenyeji wangu nimekwisha kumtaja. Tutaangalia masuala muhimu ya nishati ya umeme, lakini pamoja na mifumo yake kwa ujumla inavyofanya kazi kupitia mamlaka hii ya EWURA. Kwanza tuendelee kupongezana sana na kuwapongeza EWURA katika maonyesho haya ya dhahabu. Sasa elimu bila shaka inaendelea kuwafikia wananchi. Elimu inawafikia wananchi. Mrejesho koje? Mrejesho tunaopata kwenye social media ni mzuri. Watu wana appreciate kazi unayoifanya, wanaendelea kuuliza maswali kwenye social media na kadhalika, na wanaendelea kumiminika hapa kwa wiki. Leo na jambo gani kubwa? Leo jambo kubwa ni kuwaelimisha wananchi kuhusu matumizi sahihi na salama ya nishati ya umeme, kwa sababu nafikiri utakuwa unafahamu huwa kunakuwa na malalamiko ambayo tunapokea, na kwa kiwango fulani malalamiko yanahusu pia ajali za moto ambazo zinatokana na matatizo ya umeme. Sasa labda tuwaelimishe wananchi namna gani wanaweza wakaepuka ajali za moto. Umeme ni nishati nzuri na ni nishati rafiki, lakini inategemea sana unaitumia. Sasa kwa kuanza tu ni vizuri tuangalie sisi kama wananchi, kama watumiaji wa nishati ya umeme, tuangalie ubora wa nyaya, ubora wa vifaa mbalimbali, socket zile circuit breakers ambazo ziko ndani, ziko majumbani, ambazo ziko majumbani, na hili linaanza pale mtu anaponunua. Kwa hiyo tunatakiwa tuangalie na tuchague vifaa bora, lakini la pili tutumie mafundi umeme ambao wamesajiliwa na EWURA. Hili ni jambo jema na ni jambo la lazima, ili kuepuka kutumia fundi ambaye huwezi kujua uwezo wake. Mfundi mwingine atakwambia tu haki ya Mungu mimi ni fundi, alafu unataka kumwamini. Hapana, ni vizuri ukaomba leseni ambayo imetolewa na EWURA, ni kipande kidogo, au kama hana leseni basi atakwambia nambari yake ya leseni, na utaiangalia kwenye mtandao utajua kwamba huyu ana leseni hai. EWURA inafanya hivyo ili kudhibiti vishoka. Na mtu mwingine atauliza, sasa huyu mwenye leseni mimi nitampata wapi? Au tamjuaje? Mtamjuaje? Kwenye kila ofisi ya TANESCO mikoani, kwenye wilaya, kuna orodha za mafundi ambao wamequalify kuwa mafundi umeme, ambao TANESCO pia inawatambua. Hawa ni mafundi ambao wanakuwa wamepewa leseni na EWURA. Ni vizuri pia ukafanya ukaguzi wa mara kwa mara wa miundombinu. Bwana mtangazaji Godfrey, sije kawa na wewe ni miongoni mwa wale ambao toka wamejenga nyumba miaka 10-20 imepita hujawahi kufanya ukaguzi wa miundombinu au kufanya ukaguzi wa wiring system kwenye dari. Ni vizuri, tunashauri angalau kwenye nyumba za makazi hizi mara moja katika miaka 5. Na hii inatokana na ukweli kwamba nyaya sio kwamba zimetengenezwa ili zikae milele. Hapana. Kuna wakati huko darini kuna jua kali, kuna baridi, kuna jua, kuna baridi. Baada ya muda hizi huwa zinapoteza ubora wake. Au wakati mwingine kwenye makazi kuna wadudu, wanyama waharibifu, kuna panya na nini. Huwezi kujua kama panya amekula kama hautafanya ukaguzi ambao utakusaidia kujua sehemu ambazo zina udhaifu, basi unafanya marekebisho. Na jambo lingine la kuangalia, ndugu watazamaji, ni vifaa ambavyo tunaviweka kwenye majumba yetu. Ni vifaa kwa ajili ya kulinda mifumo ya umeme. Inasikitisha sana pale ambapo mtu ameweka vifaa vya kuwazima. Kwa mfano, mtu anaamua kwa sababu TANESCO anakuja kukagua ili amfungie umeme,
basi anaenda kuwazima circuit breaker kwa nyumba ya jirani. Alafu TANESCO akiondoka ameshamuingizia umeme, nyumba inakuwa kwenye taa. Kwa hiyo vifaa kama circuit breaker, vifaa kama vile vya kuzuia radi, earth rods, vinatakiwa viwe katika ubora unaotakiwa wakati wote. Eneo lingine ambalo ningependa kuwakumbusha ndugu watazamaji ni namna pia ambapo tunatumia hizi nyaya za dharura au za muda mfupi, extension cables. Unakwenda sehemu unakuta mtu ameitwisha extension cable, ameweka friji hapo, tundu la pili ameweka dryer, ameweka radio, ameweka freezer, ya mwishoni anaweka blender na inafanya kazi. Sasa hiyo ni hatari kwa sababu mzigo unaopita kwenye waya wa namna hiyo haukukusudiwa. Matumizi ya moja kwa moja au permanent yanatakiwa iwe kwenye socket ambayo iko ukutani na imepita kwenye conduit ambayo inakuwa salama. Na kwa hiyo extension matumizi iwe eneo moja tu. Ile extension ni ya muda mfupi. Yani kama una dharura sehemu ambayo unataka kuchukua umeme, labda waya wa hicho chombo haufiki, basi unaweza ukatumia extension, lakini isiwe maisha yako yote wewe unatumia extension tena matundu yote. Baadaye ule waya unapata moto kutokana na kiwango cha mzigo ambacho kinapitisha pale siku zote. Alafu ukute sasa mtu anaiweka hiyo extension cable kwenye carpet lina manyoya, alafu mapazia yanapita hapo hapo. Na vitaja hivi kwa sababu ni chanzo kizuri cha moto pia. Ikitokea cheche yote pale, carpet la manyoya litakusaidia kuwasha moto. Kwa hiyo ndio maana meneja hapa mara nyingi tumekuwa tukisikia yani maonesho ya biashara kwenye masoko huko yanalipuka. Pengine tatizo hili la hizo extension vyanzo katika utafiti wenu ambao vimebaini mpaka sasa. Siwezi kusema kwa 100% kwamba vyanzo ni extension cables, lakini huwa kunakuwa na vyanzo mbalimbali vinavyosababisha ajali za moto. Kwenye tathmini yenu malalamiko ya wananchi makubwa ni nini kwenye hili la masuala ya matumizi sahihi ya umeme? Wananchi wanalalamikia nini hasa? Tunapokea pia malalamiko yanayohusu migogoro baina ya mtoa huduma na anayepokea huduma. Katika kitengo chetu cha malalamiko kuna malalamiko makubwa mawili: kuunguliwa kwa nyumba au kuunguliwa kwa vifaa vinavyotumia umeme, ambapo mlalamikaji anakuwa anamlalamikia anayetoa huduma ya TANESCO, huduma ya umeme, na mara nyingi anakuwa ni TANESCO. Malalamiko ya pili huwa inakuwa malalamiko yanayohusu bili za maji. Sasa kwa sababu tunazungumzia umeme, sisi tunaangalia na tunapofanya uchunguzi unakuta mara nyingi, sio zote, mara nyingi pale ambapo TANESCO anatumiwa, lakini ukiangalia miundombinu ya TANESCO inaishia pale ambapo mita inaishia na kwenye waya ambao unatoka kwenye mita kuja ndani. Sasa ukiangalia hivi vitu kama havijaathirika na ukikagua mifumo yako mwenyewe unaona haifanyi kazi vizuri, basi hii itupe changamoto kwamba kabla hatujamtuhumu TANESCO lazima tuweke vifaa vyetu ndani. Na ukiangalia sehemu ambayo kuna watu 50, Godfrey, ukiwauliza katika watu tuliopo hapa ni nani amefanya ukaguzi wa miundombinu ya umeme nyumbani kwake katika miaka 2 iliyopita, au amewahi kufanya ukaguzi wa miundombinu, utashangaa hakuna mtu ambaye amewahi kufanya ukaguzi. Sasa hii inatupa hamu na msukumo zaidi wa kuendelea kuwahamasisha watu, kuwaelimisha, kuwakumbusha kwamba jamani, tujenge utamaduni wa kufanya ukaguzi wa miundombinu ambayo iko nyumbani kwetu kabisa ya umeme. Sio kwenye nguzo au sio kwenye mita, ile ni wajibu wa TANESCO. Lakini ni kumuita fundi, bwana, naomba nifanyie ukaguzi wa miundombinu ya umeme nyumbani kwako. Na la mwisho ambalo ningependa kuwakumbusha pia, jamani, ni vizuri tukajenga tamaduni za kuwa na huduma ya kwanza ya kupambana na kudhibiti moto. Godfrey, hii ni kuwa tu na fire extinguisher au kizima moto nyumbani. Kizima moto cha kawaida kabisa kinagharimu shilingi 90,000, shilingi 100,000. Uchumi wetu kule Tandale kule, maisha yako kama tunasema yanaweza yakasaidiwa usalama kwa kifaa cha kuzimia moto. Tena sio maisha yako, maisha yako wewe, ya familia nzima,
pamoja na mali ulizonazo, kwa kuweka kizima moto cha shilingi hata 90,000 tu, ambacho ikitokea hatari yoyote pale jikoni, watu wote wao wanaweza kudhibiti moto ukiwa katika hatua za awali. Kama tukijenga utamaduni wa kuwa na kwanza elimu ya kuzima moto, na pili kuwa na vifaa vya kuzimia moto kwenye majengo na majumba yetu, hii inaweza ikasaidia sana. Kama wewe umejenga nyumba ya milioni 50, milioni 200, milioni 500, alafu huna kizima moto, Godfrey, unaniambia shilingi 90,000 huwezi kumudu. Mimi nafikiri kwanza tuanze na utamaduni wa kujielimisha. Niko nazungumzia ile makazi ya maisha duni. Sasa maisha duni, kama tunafikiri hatuwezi kumudu kizima moto cha shilingi 90,000, basi angalau ndoo ya dharura ya kuzimia moto ambayo ina mchanga na mchanga kifaa mbadala. Hii ni kifaa mbadala. Ndoo ukiiweka pale ikawa na mchanga, kinaondoa uwezekano wa wewe kushindwa kuzima moto kwa mchanga, kwa sababu kunatoka nje, unapambana na mvua imenyesha, kuna matope, yale hayawezi kufaa katika kuzima moto. Kwa hiyo tunafikiri kwanza tujenge utamaduni wa kukubali kwamba huduma ya kwanza ya kuzima moto inaanza na mimi, inaanza na wewe, na inaanza na mtazamaji. Meneja mawasiliano na uhusiano wa EWURA Wilfred Mwakalosi amezungumzia kwa kina namna ambavyo inapaswa kuwa kwa matumizi sahihi ya nishati ya umeme na ni salama kabisa. Bila shaka umepata picha, lakini kwa taarifa zaidi fika katika banda lao la EWURA, wako hapa Sabasaba.